Naam, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, leo ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 25 mwezi wa Oktoba. Hali mbaya imeanza kushuhudiwa nchini Tanzania. Taharuki ya tanda baada ya watu wasiojulikana kuvamia na kuchoma moto nyumba ya askari au jeshi wa polisi na kusababisha maafa haya makubwa. Jeshi la polisi na serikali sasa imetoa tamko na kutuma ujumbe na onyo hili zito kwa wahusika. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Huku uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 ukikaribia, huku Rais Samia Suluhu Hassan akionya dhidi ya machafuko au fujo lolote wakati huu ama msimu huu wa uchaguzi, hali ya sintofahamu imewakumba wakazi wa wilaya ya Ileje katika mkoa wa Songwe nchini Tanzania kufuatia tukio la kushangaza la nyumba ya askari wa polisi kuweza kutiwa moto au kuchomwa moto usiku wa Oktoba tarehe 22 mwaka huu wa 2025. Nyumba hiyo, mali ya inspekta wa polisi anayefahamika kama Nsajigwa Mwanga, iliteketea kwa moto kwa kile ambacho wananchi wengi wamekielezea kuwa ni cha kutatanisha. Nyumba ya afisa huyo wa polisi kuchomwa moto sio tu imesababisha upotevu wa mali, bali pia kuzua hofu na uvumi katika kijiji tulivu cha Ikumbilo, kata ya Chitete. Kwa mujibu wa mamlaka za mkoa, nyumba ya afisa huyo wa polisi ilichomwa moto wakati Inspekta Mwajeka akiwa kazini akitekeleza kazi maalum ya ulinzi. Taarifa za awali zinasema kuwa moto huo ulianza katika moja ya vyumba vya ndani kabla ya kusambaa kwa kasi na kuteketeza nyumba nzima. Kufikia wakati wakazi wa eneo hilo au majirani na wahudumu wa dharura walifika, ilikuwa imechelewa sana kuokoa mengi. Nyumba ya afisa huyo wa polisi ilichomwa moto hadi majivu, haikuacha chochote ila majivu na mabaki ya mali ya kibinafsi. Afisa mtendaji wa kata ya mtaa huo, Dickson Kamendu, alikuwa wa kwanza kugundua kuwa nyumba ya afisa huyo ilichomwa moto, akikimbilia kutoa tahadhari kwa viongozi wa eneo hilo na wanakijiji wa karibu. Juhudi za kudhibiti moto huo hazikufua dafu kutokana na ukali wake na upatikanaji mdogo wa rasilimali za kuzima moto katika eneo hilo. Miongoni mwa vitu vilivyoharibiwa wakati wa nyumba hiyo ya afisa huyo ilipochomwa moto ni sare za polisi huyo, nguo za kiraia, magodoro, vitanda, vyombo vya kupikia na chakula, vyote vikiwa na thamani ya zaidi shilingi milioni 2 za Tanzania. Nyumba ya afisa huyo wa polisi iliyochomwa moto imezua mjadala mkubwa wa umma Songwe. Wakazi wengi wanatatizika kuelewa ni nani anayeweza kuwajibika na nia zao zilikuwa zipi. Baadhi ya wanajamii wanashuku chuki binafsi au kulipiza kisasi kuhusiana na majukumu ya polisi, huku wengine wakiamini kuwa nyumba ya askari polisi iliyochomwa moto inaweza kutekelezwa na watu wanaotaka kulitishia jeshi la polisi. Kamanda wa polisi mkoani humo, Agostino Senga, ameahidi kufanya uchunguzi wa kina kuhusu nyumba ya askari polisi iliyochomwa moto na kuhakikishia wananchi kuwa wahusika watafikishwa mahakamani. Alisisitiza kuwa kitendo hicho cha uhalifu dhidi ya afisa wa sheria hakitapita bila kuadhibiwa. Nyumba ya afisa huyo wa polisi iliyochomwa moto, alisema, haikuwa tu shambulio la mtu binafsi bali changamoto ya moja kwa moja kwa mamlaka ya serikali na jeshi la polisi na utawala wa sheria. Huku uchunguzi kuhusu nyumba ya afisa wa polisi iliyochomwa moto ukiendelea, vikosi vya usalama na jeshi la polisi vimesambazwa kuzunguka eneo hilo ili kurejesha utulivu na kufuatilia vitendo vyovyote vya kulipiza kisasi. Wakazi wamehimizwa kushirikiana na wapelelezi na kutoa taarifa zozote ambazo zinaweza kusaidia kutambua walioko nyuma ya nyumba ya afisa wa polisi iliyochomwa moto. Licha ya hakikisho hizi, hofu na wasiwasi bado vinasalia miongoni mwa wenyeji ambao wana wasiwasi kwamba mashambulizi kama haya yanaweza kutokea tena. Viongozi wa jamii wamelaani nyumba ya afisa wa polisi kuchomwa moto hadi majivu, wakitaka amani na utulivu. Walikumbusha umma kuwa vitendo vya unyanyasaji dhidi ya watekelezaji wa sheria au jeshi la polisi vinazidisha migawanyiko na kutishia usalama. Mashirika ya kidini na ya kiraia pia yamejiunga na wito wa mshikamano na kuwataka raia kukataa aina yoyote ya haki ya macho kufuatia nyumba ya afisa wa polisi kuchomwa moto. Watetezi wa haki za binadamu wametilia maanani, wakibaini kuwa nyumba ya afisa huyo wa polisi iliyochomwa moto inaangazia kuongezeka kwa mvutano kati ya vikosi vya usalama na jamii za vijijini Tanzania. Wameitaka serikali kushughulikia masuala ya msingi kama vile kutoaminiana kati ya raia na polisi, madai ya unyanyasaji na migogoro ya ardhi au usalama ambayo haijatatuliwa, ambayo mara nyingi huchochea chuki kama hizi.
Nyumba ya afisa huyo wa polisi iliyochomwa moto, wanabishana, inapaswa kuchochea kutafakari juu ya uhusiano kati ya utekelezaji wa sheria na raia. Kwa waangalizi wengine, nyumba ya afisa huyo wa polisi iliyochomwa moto inawakilisha zaidi ya uhalifu wa pekee, ni dalili ya kufadhaika zaidi kwa kijamii. Wachambuzi wanaamini kwamba wakati maafisa wa kutekeleza sheria wanahudumu kwenye mstari wa mbele wa utulivu wa umma, mara nyingi wanaachwa wakiwa katika mazingira magumu bila ulinzi wa kutosha katika jumuiya wanazozihudumia. Nyumba ya afisa huyo wa polisi iliyochomwa moto, kwa hivyo, inasisitiza hitaji la dharura la hatua kali za usalama kwa maafisa na familia zao. Baada ya nyumba ya afisa wa polisi kuchomwa moto, viongozi wa eneo hilo wameahidi kumsaidia mwathiriwa katika kujenga upya nyumba yake. Juhudi za kutafuta fedha zinajadiliwa na askari wa jeshi la polisi na serikali za mitaa, ambao wameelezea tukio hilo kuwa tukio la aibu kwa taifa. Mshikamano unaoonyeshwa katika kukabiliana na nyumba hii ya afisa wa polisi kuchomwa moto unaonekana kama ishara ya udhabiti na umoja kati ya wanausalama na raia sawa. Wakati uchunguzi wa nyumba ya afisa wa polisi iliyochomwa moto ukiendelea, maswali yanasalia kuhusu nia ya ujumbe nyuma ya shambulio hilo. Je, shambulio hili lilikuwa ni jaribio la makusudi au jaribio la kuwatisha polisi, au lilikuwa kitendo kilichojikita katika migogoro ya kibinafsi? Mamlaka ziko chini ya shinikizo kutoa majibu wazi ili kurejesha imani ya umma na kujibu maswali yote hayo. Nyumba ya afisa wa polisi huyu iliyochomwa moto imekuwa kesi ya majaribio kwa ufanisi na uaminifu wa utekelezaji wa sheria wa Tanzania. Taifa la Tanzania linaposubiri maelezo zaidi kutoka kwa serikali au jeshi la usalama wa polisi, nyumba ya afisa huyo wa polisi iliyoteketezwa au kuchomwa moto ni ukumbusho mbaya wa changamoto zinazowakabili wale wanaotekeleza sheria katika mazingira tete. Kwa watu wa Ileje, kijiji kilichokuwa na amani sasa kinasimama kama eneo la fumbo linalosumbua ambalo linaendelea kutawala mazungumzo. Iwapo haki itatendeka bado haijaonekana, lakini kwa sasa nyumba ya afisa huyo wa polisi iliyochomwa moto imeacha nyuma makovu ya hofu, kutokuwa na uhakika na mahitaji ya uwajibikaji. Hii inajiri siku chache tu kabla uchaguzi, huku Rais Samia Suluhu Hassan akiahidi ya kwamba atahakikisha usalama unakuwepo na hakuna hali yoyote ya machafuko, fujo au mtu yoyote kudhuriwa inaweza kutekelezwa au kushuhudiwa nchini Tanzania. Katika siku zijazo, matokeo kama haya ya nyumba ya afisa au jeshi wa polisi kuchomwa moto yataamua jinsi jamii na serikali itajibu vitendo kama hivyo vya uhasama katika siku zijazo. Ni wakati mahususi ambao utajaribu sio tu nguvu ya taasisi ya polisi, lakini pia azimio la maadili la taifa. Nyumba ya afisa huyu wa polisi iliyochomwa moto imetikisa imani, lakini pia imeamsha nia ya pamoja kutafuta ukweli, amani na haki licha ya vurugu zisizo na maana.